point kwa mimi siwezi kuamini. Ndio kitu ambacho yaani ndio ambacho kitu kinachoniwazisha. Nikiangalia timu yangu iko vizuri, wachezaji wazuri, lakini wameamua wenyewe kudondosha point, kuwapa nafasi Yanga ya ubingwa wa mfululizo mara ya 5. Kwangu mimi sina furaha. Mke performance ya Selemani Mwalimu inakukosesha furaha pia? Inanikosesha kwa sababu yeye ndio tunamtegemea, ndio striker anasimama pale mbele atufungie magoli, lakini umeona kabisa anachokifanya. Anapewa pasi, anashindwa kuteleza, akaingiza mpira nyavuni, kaogopa si kuumia, si vipi. Yaani kwa upande mwingine Selemani anatukosea. Sababu kama juzi alitukosea akaonekana KMC kwenye mechi ya tani wetu. Kwenda kwenye mechi ya Yanga aliwakosea Selemani. Alitukosea kwa sababu wale watu sisi ndio ambao tunapambana nao kila siku kuhusu ubingwa. Alafu wewe unatoka unaenda kuloana na mvua. Unategemea utakuwa uko fit. Umeenda umeloa na mvua, leo unaenda kucheza game dhidi ya Namungo. Huwezi kuwa fit, lazima ucheze chini ya kiwango, na ndio imeonyesha pale. Mpanzu kaonyesha kama mimi ni sio kama wewe, lakini nimeingia, nimecheza, nimepata magoli. Kwa hiyo sasa yeye asicheze mpira wa superstar kwa sababu Mwalimu ni superstar na ni wenyewe wanaita handsome sio. Kwa hiyo sasa ule handsome asiuzidishe kwenye mpira, itamcost. Wewe unaamini kwamba mchezaji wa timu fulani kwenda kuangalia mechi ambayo wapinzani wake wanacheza hii haipo sawa? Kwa hali ya sasa hivi iliyofikia zidi ya Simba kukosa ubingwa mfululizo mara hii ya 5. Kwetu sisi, kwa sisi mashabiki, labda kwa watu wengine, kwa mimi upande wangu mimi sijapenda kiukweli. Na wewe ukiangalia una mechi zidi ya Namungo na unatakiwa usafiri kesho au kesho kutwa uende Namungo. Unatakiwa ukae nyumbani na mvua ile upumzike ili mwili uwe fit. Wewe unatoka unaenda unaloana na mvua, unategemea utakuwa fit. Ndio ile inatokea. Kwa hiyo watu wataongea sana kuhusu zidi ya Mwalimu. Kwa namna ambavyo sakata limeibuka, yote haya yanakuja hivi sasa. Kuna namna ambavyo tumeona wachambuzi wanaposti pia kwamba anahitajika pia Simba, lakini hivi sasa kumezuka taharuki nyingine ya mchambuzi Wilson Oruma kuatakiwa na mashabiki wa Yanga, lakini pia hata msemaji wa Young Africans ametoka na kusema kwamba tutalifanyia hii kazi jambo la Wilson Oruma. Natumai hili sakata umeliona, unalipi la kuzungumzia? Hili sakata nimeliona. Yaani ikishafika kipindi cha kuisha kwa ligi, sababu dirisha kubwa linakuja kwa ajili ya usajili. Yaani hivyo vitu vyote lazima vitatokea. Ilitokea kwa Mpanzu. Mpanzu tuliambiwa kabisa Mpanzu ni mchezaji ambaye anapendwa Yanga na anaipenda Yanga, mpaka pale JSM anaenda na masofa, vitu vyake vyote vya ndani, furniture zote ni za JSM. Lakini tumeona sasa hivi Mpanzu anatuonyesha. Na mpaka sasa hivi ameshachukua tena mkataba miaka mingapi? Miaka 2. Kwa hiyo sasa kwa huyu Mwalimu ni hizo zinatengenezwa tu mbinu za kutaka kutupoteza sisi kwenye mbio zetu za ubingwa, na tutapotezwa na tushapotezwa. Kwa sababu sasa hivi sasa tutaanza mambo ya Mwalimu kwenda kuangalia mechi ya Yanga baada ya kufocus kwenye ubingwa, ndio tutatukosti hapo ili tusichukue ubingwa. Mchambuzi Wilson Oruma kutoka kusema kwamba Yanga kuna baadhi ya mechi wananunua. Hili umeliona, na Alikamwe ametoka na kusema ya kwamba hajaitendea haki klabu ya Young Africans. Hili swala ambalo linaendelea kati ya mchambuzi Wilson Oruma pamoja na Young Africans, kwanza umeliona? Kwanza kuhusu swala la wachambuzi wanataka wenyewe. Na ndio maana haya yote yanatokea. Sababu wachambuzi hawa wanatakiwa wachambue mpira kihaki na sio kuanza kuwaumiza watu au kuanza kuwakera watu. Hawa wachambuzi utakuta wanaisifia Yanga, utakuta wanaisifia Simba, utakuta wanaisifia, yaani wenyewe ndo wanataka mpaka anafikia huko. Sababu sasa hivi kuna wachambuzi huko wa Yanga huko wa Simba. Kwa hiyo sasa ndo wanavutana hapo. Huyu wa Yanga akishaongea hivi na huyu wa Simba naye anataka kuongea. Sasa unakuta sasa huyu anomaliza kuongea ndo anaongea pabaya mpaka matatizo yanatokea. Mimi nasema tu wachambuzi, mkaeni kwenye nafasi yenu. Chambueni mpira, msianze kuanza kuvisema vilabu. Sababu hivi vilabu mkivisema ni vinapawa. Unaweza ukasema Simba ukaisema Yanga ukajikuta ukakaa pabaya. Kwa hiyo kama wewe ni mchambuzi, chambua mpira. Leo Selemani pale kakosaje goli? Leo Mpanzu ameingia tu, kwa nini wanamweka benchi? Kwa nini Luemba katikati anapamiliki, anaenda mbele anarudi nyuma? Kwa nini wanamweka benchi anaingia kipindi cha pili? Au kwa nini acheze dakika zote 90? Yaani hivyo ndio vitu ambavyo mchambuzi unatakiwa uvichambue, lakini sio unakuja unaichambua klabu, unakuja kuchambua sio nini. Vitakosti sana na vitashusha sana. Kauli ya Wilson umeisikia? Alichozungumza Wilson Oruma? Kauli yake kwa kweli sijaisikia. Hujaisikia? Sijaisikia kwa sababu nilikuwa na mambo fulani sijaingia mtandaoni. Sawa basi, turudi kwenye mchezo wa leo. Libasagwe, Anset Oura wameweka kamba. Namna ambavyo mnazungumzia
Mawinga leo wamefunga. Kuna namna ambavyo kitu cha tofauti leo umekiona? Utofauti kwao sijaona, kwa sababu kila mechi wanafunga na magoli yao ni mazuri. Yaani tu kiufupi kwamba hawa wachezaji wawili watakuja kuruzi kwa sababu wenyewe kwa wenyewe sisi hatuelewani. Mashabiki kwa mashabiki hatuelewani, hatupendani. Viongozi kwa viongozi wenyewe hawaelewani. Kwa hiyo sasa mchezaji akishakuja kwenye form, akishaona matokeo kama yale, unakuta anarudi tena anakuwa so tena yule Libasa again, so yule nani? Luemba, so yule Aura. Umeona? Sasa hivi simuona Kibabage naye hajaenda kule, hajacheza, sijajua. Mke Selemani Mwalimu kwenda kwenye mechi ya Yanga, alafu mechi ya usoni ni dabi, inawatia mashaka. Kwangu mimi inanitia mashaka, labda kwa watu wengine. Lakini yeye kama ameenda, siwezi jua, labda alitumwa, kuna vitu labda alienda kuvifanya, siwezi jua. Lakini kwa mpira haitakiwi. Kama wewe una dabi naye tarehe 3, alafu unaenda kuangalia mechi ya mwenzio, kwanza ile ni kashfa. Maana wanatucheka sisi kwamba Mwalimu kaenda kumwangalia Dube anavyofunga, anachukua mpira, assist. Anakuwa yeye mchezaji ambao ni bora, anachukua mipira pale, anaondoka, wanaita nini ukishafunga magoli matatu hat-trick. Umeona? Sasa hiyo sisi tunachekwa. Sisi kwetu bado haijatokea na tunatamani iwe hivyo. Kwa hiyo sasa vitu kama hivyo visijitokeze, na kama wachezaji mnawaruhusu waondoke majumbani, hebu jaribuni kwanza kuwakalisha chini. Jamani, sasa hivi tupo kambini, tutulie kambini. Masuala ya kutulia na mvua hii, hatuwezi jua pale katoka labda kaenda zake huko kwenye starehe. Mwisho wake ndio ule. Leo anakuja kucheza, hayuko mchezoni, haipo kwenye fomu, akisikilizia mashabiki. Sasa hivi anaimbwa Chama kile unakoenda Chama anafanya mazoezi ni vibaya mno. Umeona mpira anaocheza. Sio Chama yule aliyokuwa ameenda Yanga, sio Chama yule aliyokuwa Singida. Yaani tu kiufupi Chama sasa hivi anatuonyesha kama yeye bado sio mzee. Sawa, tukiwa tunamaliza, wapo ambao watasema mechi ya leo mmeshinda kwa sababu ya urahisi wa Juma Mgunda, kocha wa Namungo, kwamba Juma Mgunda ana usimba. Unaweza ukaamini? Yaani tungetaka hivyo, tungefunga hata 6 au 7. Ili Yanga sio ameshinda goli 6, na sisi tukitaka kucheka mtaani tujitanue na sisi tuonekane tumeshinda, tungefunga goli 6 goli 7. Lakini sisi michezo hiyo hatuna. Umeona? Unaamini kuna michezo hiyo Yanga wanaifanya? Hiyo michezo wao wenyewe ndo wanasema. Kwa hiyo sasa kama wanaifanya, acha waifanye, lakini sisi tumecheza mpira na mimi nazungumzia mpira. Kiwango cha Simba walipofikia, wamecheza mpira mzuri na pointi wenyewe waliamua kuzidondosha, ubingwa wa kuutaka wenyewe. Kwa hiyo kama wangeutaka ubingwa, mbinu zipo kibao za kuchukua pointi 3 za Azam, za kuchukua pointi 3 za Yanga. Umeona? Kama Azam wameenda kucheza Chamazi na wao wamekubali kwenda kucheza, Yanga yeye alikataa kwenda Chamazi. Mpaka huyo kocha wao alikasirika, kwa nini mechi imepelekwa Benjamin. Umeona? Matokeo yake wametoka nini slow. Sisi tumefanyaje? Tumefungwa ile na hii tumetoka. Kwa hiyo point 4 kachukua Azam. Kwa hiyo tumeshindwa kuchukua point 6 kwa Azam, tumedondosha. Tumeshindwa kuchukua point kwa Yanga 2, tumechukua 1. Hii inokuja sasa ndio sijui sasa. Hiyo tarehe 3. Na tukicheza Benjamin Mkapa ule uwanja sisi kwetu sasa hivi unatusumbua, tutafungwa. Pelekwe wapi? Kokate kule, lakini sio kwa Mkapa. Shukrani. Mara baada ya mchezo wa Simba kumalizika dhidi ya Namungo, mnyama Simba magoli 3-1. Nipo na official mke, alama 3 muhimu kule Ruangwa Majaliwa. Official uko vizuri? Niko vizuri. Mambo yanaenda. Yanaenda. Mbona umeshinda lakini mnyonge? Siwezi kuwa na furaha. Kwa nini? Kwa sababu yani tunaomfuatia ni point 5. Ni nyingi sana. Kwa ubingwa ni ngumu. Sababu gani? Wewe unashinda, yeye anashinda. Wewe unashinda, yeye anashinda. Na kwa sasa hivi game zilizobaki kila mtu anakomana game zake.